Ile siku ambayo kila mmoja alikuwa anaisubiria, naweza nikasema kwamba tayari imefika. Siku yenyewe ndiyo leo, na kama ambavyo tunafahamu ni mechi ya dabi ya Kariakoo, Simba dhidi ya Yanga. Na mimi hapa moja kwa moja tayari nina kikosi hapa ambacho kinatarajia kuanza kwenye mchezo wa hapo baadaye. Kwa upande wa Mwalimu Steve Barker, namna ambavyo amekiandaa kikosi chake na namna ambavyo ameweza pia kueleza kwamba anahitaji zaidi ushindi, ndicho kitu pekee ambacho anakihitaji. Hivyo kabla sijakwenda kukuangazia kikosi, nikukumbushe tu kwamba hii hapa ni Swahili Media. Kama bado hujaweza kusubscribe, basi nikuombe subscribe ili tuwe pamoja ya siku zote. Mimi ni Chicharito. Karibu tuweze kuangazia kikosi kwa upande wa klabu ya Simba dhidi ya Yanga. Kwa upande wa golini yupo Jibril Kasari. Kwa upande wa Kasari anakuwa ni tunasema kwamba mchezaji ambaye analinda lango. Huyu akifanya vibaya basi ujue tu kwamba Simba anakuwa amefungwa. Ya maana kwamba uimara wake ndicho kitu pekee ambacho kinahitajika kwenye mchezo wa siku ya hii leo. Kwa upande wa kocha atahitaji kwamba awe makini zaidi kwenye mipira, haswa ile ambayo kwa upande wa Yanga amekuwa akiitumia haswa kutokea kwenye eneo la pembeni, lakini pia hata mashuti ya mbali kwa sababu pia Yanga ina wachezaji wa namna hiyo. Kwa hiyo hicho ndicho kitu ambacho kwa upande wa Jibrila anatakiwa kukitazama zaidi. Kwenye upande wa beki ya pembeni kulia yupo David Kameta Duchu. Kwa upande wa Kameta anaweza kuwa na kazi kubwa zaidi upande wa kulia, hasa kwa sababu anakutana na wachezaji wa klabu ya Yanga wenye uwezo wa kucheza kwa kasi. Kocha atataka atumie nguvu, kasi na nidhamu yake ya ulinzi kuzuia mashambulizi ya upande huo. Lakini Kameta pia anatarajiwa kupanda pale Simba ambapo wanakuwa na mpira ili kuongeza idadi ya wachezaji kwenye eneo la mbele. Beki wa pembeni kushoto yupo Nixon Kibabage. Kibabage jukumu lake kubwa ni kulinda upande wa kushoto, lakini pia kusaidia Simba kujenga mashambulizi, kwa sababu amekuwa ana uwezo wa kucheza hivyo. Anaweza kutumia nguvu zake vizuri, hasa pia katika kukaba, lakini pia kupambana na mipira ya juu kwa ajili ya kuzuia pia mawinga wa klabu ya Yanga. Kwa upande wa kocha atahitaji awe makini zaidi anapopanda mbele, kwa sababu upande wake unaweza kuacha wazi. Hivyo kitu pekee ambacho atakuwa anakihitaji kwa upande wake ni kupanda kwa wakati. Unasema kwamba unapanda kwa nafasi. Lakini pia mabeki wa katikati yuko Ismail Ture. Kwa upande wa Ture tunafahamu ni mchezaji muhimu sana kwenye mechi ya aina hii kutokana na nguvu zake za mwili na uwezo wa kupambana na mshambuliaji yoyote yule ambaye anakutana naye. Kwa upande wa kocha atakuwa akimtaka kwa upande wake kuwa aggressive, lakini kufanya makosa yale ambayo yanaweza kaigharimu timu. Jukumu lake kubwa litakuwa ni kushinda mipira ya juu kutokana na mwili wake namna ulivyo na namna ambavyo amekuwa anacheza mara zote. Kwenye eneo hilo atasaidiana na Rashid Dirak. Kwa upande wa Rashid Dirak atakuwa ni mshirika muhimu kwa upande wake yeye pamoja na Ture. Tofauti yake ni kwamba yeye anatarajiwa kutumia zaidi uzoefu wake, hasa kukaa kwenye maeneo ambayo yanakuwa ni sahihi kwa ajili ya kulinda pasi zote ambazo atakuwa anazipiga Yanga kwa ajili ya kupenyeza kwenye eneo la katikati. Kwa upande wa kocha anaweza kumtaka zaidi kuwa kiongozi kutokana na vile ambavyo amekuwa anacheza mara zote. Lakini pia kwenye upande wa viungo wa katikati, kwanza yupo Yusuf Kagoma. Kwa upande wa Kagoma tunafahamu ndiye anabeba sehemu kubwa ya mzigo wa ulinzi katikati ya uwanja. Kazi yake sio tu kukaba, anatakiwa kuwa kiungo anafanya transition, yani Simba wanapopoteza mpira basi awe wa kwanza kuzuia counter attack, na Simba wanapoupata awe sehemu ya kwanza kuanzisha mashambulizi. Kagoma akicheza vizuri atawapa uhuru zaidi viungo wake wa juu. Lakini pia kwenye upande wa viungo yuko Ibrahim Jabal. Kwa upande wa Ibrahim Jabal tumeweza kuona kwa kile ambacho amekuwa akitoa kwa upande wake. Kwa upande wa kocha atakuwa akitaka atumie ile movement yake ambayo amekuwa akifanya mara zote. Ni mchezaji ambaye amekuwa ni muhimu ndani ya kikosi kutokana na kile ambacho ameweza kukionyesha kwa siku za hivi karibuni. Anapaswa pia kumsaidia Kagoma wakati wanapokuwa wana mpira, lakini pia kusogea mbele pale timu inapokuwa inashambulia. Kwenye eneo hilo atasaidiana na Kratos Chota Chama ambao atakuwa anacheza kama viungo washambuliaji, japo Jabal ndiye ambaye atakuwa anashinda karibu na Yusuf Kagoma. Kwa upande wa Chama hakuna ambaye afahamu. Huyu ndiye mbunifu ndani ya kikosi cha Simba. Mchezaji kama Chama hahitaji kugusa mpira mara nyingi ili awe hatari. Anaweza kugusa mpira mara chache, lakini akatoa pasi moja ambayo ina uwezo wa kufungua ulinzi wa upande wa klabu ya Yanga. Kwa upande wa kocha
Anataka Chama acheze kwenye maeneo ya kati ya viungo wa mabeki wa ama katikati, yani kwenye upande wa viungo wa Yanga pamoja na mabeki wa Yanga, kwa sababu inaweza ikampa nafasi ya yeye kupenyeza zile pasi ambazo amekuwa na uwezo wa kupiga. Lakini pia kwenye upande wa winga ya kulia yupo Libas Geye. Kwa upande wa Geye tunafahamu kwa sasa kwa namna ambavyo anacheza, huyu ndiye silaha haswa kutokana na kasi yake. Kwa upande wa kocha atakuwa akimhitaji zaidi awe tayari kukabiliana na mabeki wa pembeni wa upande wa klabu ya Yanga. Lengo sio kila mara kuingia ndani ya box, wakati mwingine anatakiwa kubaki pembeni ili kuipanua safu ya ulinzi ya Yanga. Akimpita beki, chaguo lake linaweza kuwa cross ama pasi ya nyuma au kuingia mwenyewe kwenye eneo la hatari. Hii ni aina ya mfumo ambao Simba wamekuwa wakiutumia. Lakini pia Anset Oura atasimama kwenye eneo la winga ya kushoto. Kwa upande wa Oura tunafahamu huo jukumu lake kubwa, badala ya kubaki pembeni muda wote, kocha atakuwa akimruhusu zaidi kuingia katikati kusaidiana yeye pamoja na Chama. Ana uwezo wa kucheza kwa akili kutokana na vile ambavyo amekuwa anacheza. Movement zake zote tunafahamu. Ni moja mchezaji ambaye amekuwa ni muhimu kweli. Lakini pia Elim Panzu atasimama kama kawaida. Huyu ndiye force 9 kwenye upande wa klabu ya Simba. Tunafahamu ni mchezaji ambaye mara zote akipata nafasi anafanya kazi kweli. Badala yake, kutokana na aina mfumo, atakuwa akiwavuta mabeki wa Yanga kutoka kwenye nafasi zao kwa ajili ya kuunganisha sasa Chama pamoja na mawinga wengine kwa ajili ya kutengeneza nafasi kwa upande wa Geye pamoja na Oura kwa ajili ya kukimbilia nyuma ya mabeki, kulingana na aina mfumo ambao mwalimu mara zote amekuwa akimtaka Mpanzu wa